sote ni wazazi, sote tunaelewa kulea. Nini maana ya malezi? Malezi maana yake ni kazi yenye malengo endelevu ya kukuza na kuboresha nyanja na pande zote za mtu, kwa maana ya mwanadamu. Kivipi tunakuza na kuboresha pande hizi na nyanja hizi kwa mwanadamu? Tunamkuza mwanadamu kiakili, tunamkuza mwanadamu kimwili, tunamkuza mwanadamu kitabia, tunamkuza mwanadamu kiroho, lakini pia mwanadamu huyu anahitajika akuzwe katika jamii inayomzunguka, ambayo ndo anakuwa ni maisha yake ya kila siku. Na tunamkuza mwanadamu huyu kwa namna iliyokamilika. Kwa malengo gani? Kwa lengo la kumuandaa kwa ajili ya maisha yake na kuendana na jamii yake inayomzunguka, lakini pia kumjenga katika msingi imara wa kiimani au maadili mema. Kwa nini mwanadamu huyu tumkuze na kumuimarisha kiroho? Ni muhimu sana kwa mwanadamu kumkuza na kumuimarisha kiroho, kwa sababu kwa upande wa kiroho katika malezi, maana yake ni kuutilia umuhimu na kuzingatia kupandikiza upendo wa Mungu na maadili mema ya kiimani kwa kupitia kiigwa chema ambacho ni bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali na ahlul baiti wake. Kwa nini kupandikiza upendo wa Mungu kwa mwanadamu huyu? Mwanadamu huyu apandikizwe upendo ndani yake ili aweze kudumu katika ibada na kumfundisha mtoto kuridhika kwa anachokipata na kuwa na subra au uvumilivu kwa atakachokikosa, kwa sababu sisi ni binadamu na mwanadamu ana tabia ya pale anapoomba kitu kwamba apate kwa wakati huo na apate kile ambacho anachokihitajia. Lakini kwa kutumia fursa ya kumtengeneza mtu huyu au mwanadamu huyu kiroho, itamsaidia kuwa na subra au uvumilivu wa atakachokikosa kile anachokihitajia kwa wakati ule, kujua kwamba upo wakati utafika na nitakipata. Pia kwa nini katika malezi ya kiroho? Kwa sababu itamsaidia mtu huyu au mwanadamu huyu kumpatia upendo na huruma. Mwanadamu huyu katika zile nyanja zake au pande zake zitamsaidia yeye awe na huruma na upendo kwa jamii. Pia inamsisitiza juu ya namna chanya ya kufikiria kwa kuwa na ada ama kawaida ya kujitathmini mara kwa mara yeye mwenyewe pasi na kufanyiwa tathmini na mtu mwingine. Kwa mwanadamu anatakiwa awe na tabia ama taratibu za kujitathmini yeye mwenyewe kwamba kipi nimefanya na kama nimekifanya, je, ni sahihi kwa jamii yangu au kwa mwenzangu au sio sahihi. Tathmini hiyo hatoweza kuifanya kama hautomjengea ima hatokuwa na malezi bora ya kiroho. Pia mwanadamu huyu tunamfanya awe ni mtu sawasawa mwenye uwezo wa kupambana na changamoto za kimaisha. Huyu mwanadamu ni sawasawa na kujenga nyumba. Unapojenga nyumba lazima uwe na msingi bora au msingi imara. Sasa msingi imara wa mwanadamu katika maisha yake hapa duniani ni kumjenga au kumkuza katika kiroho. Hiyo itamsaidia sana namna gani aweze kupambana na changamoto zake za hapa duniani. Tunapozungumzia malezi ya kiroho, tunasema malezi ya kiroho ni msingi wa ujenzi wa familia bora. Ili uweze kuwa na familia bora, ni lazima mwanadamu atengenezwe katika kiroho, na familia kwa ujumla ni msingi wa jamii. Hivyo basi, malezi yanapaswa kuakisi maadili na mafundisho ya dini. Ili familia zetu ziwe bora, ni lazima msingi uwe imara kiroho. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin.